good morning wherever you're watching us from. I hope the joy of the Lord is your strength and your strong this morning. Welcome here to another day, another week, another month, even as we bring you this live service from JGCM headquarters. My name is Isaiah Juma. My name is Abraham Kesepa, welcoming you to the JGCM Sunday service. This being the second day of August, Brother Isaiah. The year is really going fast. It was just January the other day. It was just the other day that we were told we closed the churches. It was in March. But Corona happened. So Corona just made all things complicated. Yeah, but not to give praise to Corona, we're giving praise to the Almighty God. Jesus Christ, our Lord and Savior, who has enabled us to withstand all these storms that have been brought by coronavirus, and we have seen His hand up to today. Now, welcome to this service. I hope you're ready. Take a Bible, take a book, take a pen as we usher in the prophet of the Lord to give us the word. This is Sunday service. Shalom Aleichem, wasikilizaji na watazamaji wapendwa. Shalom. Karibuni tena kwa ibada ya siku ya leo, na naamini tutabarikiwa. Kabla hatujaendelea, hebu tuombe baraka za Mwenyezi Mungu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru Bwana, asubuhi ya leo umetuamsha salama, si kwa nguvu zetu wala uwezo wetu, ila mfalme umekupendeza tuelete umbali huu ndio kutuamsha salama. Wale ambao hawakuwezewa Baba, si kwamba sisi ni wema kuwaliko, ila sifa na utukufu ni zako, ni kwa ajili ya rehema zako Bwana. Tuko mbele zako ili kufanya kazi yako. Mfalme, bariki ibada hii iwe ya baraka kwa wote watakaotazama na kusikiza, ili sifa zikurudie wewe, katika jina kuu la mwanao mpendwa Yesu Kristo, mwana wa pekee tunaomba. Amen. Dear viewers, God bless you so much, and thank you for turning in again to receive this online program from Jesus Generation Crusaders Missions Headquarters, Mombasa. And we believe these lessons will continue to bless you as it has been. Today, teachings are titled, Thy dead men shall live and sing. Thy dead men shall live and sing. Because God will punish the inhabitants of the earth who are wicked. I'm speaking especially as we are going to read from the book of Prophet Isaiah, chapter number 26. We are going to read from verse 19 to 21. Isaiah 26, 19 to 21. Thy dead men shall live, together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust, for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their inquiry. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. Nilalapo vumbini mautini, roho yangu Bwana unipe uzima. Lalapo vumbini mautini, roho yangu Bwana nipa uzima. Roho yangu Bwana unipe uzima. Omba roho yangu Bwana unipe uzima. Roho yangu Bwana unipe uzima. Naomba roho yangu Bwana unipe uzima. Nilalapo vumbini mautini, roho yangu
Bwana unipe uzima. Naomba roho yangu, Bwana unipe uzima. Roho yangu, Bwana unipe uzima. Sifa roho yangu, Bwana unipe uzima. Roho yangu, Bwana unipe uzima. Glory to God. Amen. Many times people don't like when we talk about dead or death, because nobody wants to die. But nevertheless, our first parents drove us there, and there is where we are. Thank our Heavenly Father for loving us so much, so that He brought His only begotten Son. According to John 3:16, God so loved the world that He gave His begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. That is our hope, the hope of Christianity. And that's why we say that we are saved or we are born again. And that's why many of you don't like it. But that is the sweetness of salvation, being born again. I want to address those who have lost their beloved ones in one way or another, either through COVID-19 or through cancer, through diabetes or other ailments, or this major sickness, AIDS, those sicknesses, Ebola, that have defeated mankind to discover the cure. I want to talk to you who have lost your beloved ones, or who are facing danger of losing one of your close relatives. I want to talk to you and encourage you. I believe this message will encourage you. Those who are mourning, those who don't have hope, those who think they have come to an end. I want to tell you that the end is not yet. Only the best thing is for you to know Jesus, the Son of God, as your personal Savior. It doesn't matter where you are, you will live again. So I want to assure you that the day is coming when your beloved ones, those who you think you have lost, will come again from the dust. They will come, they will rise, they will live. And the Bible teaches they will say, the dead will arise, they will arise, they will resurrect, and they will sing a song. They will sing a new song. So don't fear death. Fear God, who created you in His own image, so that He may serve you. And fear God who put their death as a penalty to those who do not accept His forgiveness, who don't accept His way of salvation. So I want to talk to you that the Bible teaches from the book of Isaiah that thy dead will arise and they sing. We bury people. Some of these few months we have witnesses very awkward scenarios of people dying of corona, being buried like animals. It doesn't matter how they will bury you. It doesn't matter whether you are cremated or you are buried. It doesn't make any sense, any difference for you who think when you are cremated then you are better than those who are buried. Christians, we are told we came from the ground, from the dust, and back to the dust we shall go. And that's why we bury our people. And that's why you see the Bible says, the dead will arise and will sing a song. You cannot sing a song when you are under judgment. These are saints who believe in God, who believe Jesus, who serve the Lord, who love according to the protocols of God, their Creator. Today we are being treated to COVID-19 protocols, which the governments of the world are holding so dearly that when you break one, you are arrested, quarantined, or sentenced to a jail term. And you fear it so much.
If the governments, you leaders of governments of the world, could take serious the protocols, divine protocols of the Most High God, who created the world, heavens and earth, and created you and me in his own image, the world could be a very beautiful place to live in. But because we have neglected the protocols, divine protocols of the Most High God, that's why these calamities are begotten us and driving us and press us from every direction, that nobody, we have got no space to breathe. We have got no space to breathe or do anything better. So the Bible says a day is coming when the earth shall cast out the dead, the earth, the graves, makaburi. Nasema na nyinyi ambao mmepoteza wapendwa, hata pengine leo utatazamia kwenda kuzika mtu, unaona huyu mtu ndiye amepotea, huyu amemaliza safari, amemaliza safari. Bado wewe ambao unanisikiza, je, unashikaje maadili ya kiungu, maadili ya kimungu? Tunaambiwa protocols za COVID-19, osha mikono, social distancing, vaa barakoa, mask, nini. Usipovaa polisi maamuru wakushike na wakusentence na kufanya hivi. Lakini swali langu kwenye ninyi, mnashikaje maadili ya kiungu? Malaika wa Mungu wako lakini hawajawashika bado. Lakini siku ukitoka kwenye huu mwili kwa njia yoyote ile, iwe ni ajali, iwe ni COVID-19, hiyo corona, iwe ni kansa, iwe ni ukimwi, iwe ni nini, accident yoyote ile, roho itatoka katika mwili wako na utaenda kula ambako utakaguliwa kama ulishika maadili ya kiungu, sheria za Mwenyezi Mungu. Utaendaje mbele za Mungu? Leo tunaambia usiende katika public bila kuvaa mask, barakoa. Lakini Biblia inatuambiaje? Sisi tunaendaje mbele za Mungu? Tunaishi vipi hapa duniani mbele za Mungu? Matendo yetu inaashiria nini tunapokaa duniani hapa? Na tuogopi. Wengine mnatembea uchi, unasema my dress my choice. Wengine mmeamua kufanya mambo yenu. Wale tunawaita waheshimiwa wamepoteza uheshimiwa. Wengi wao hawana maadili ya kuheshimiwa kabisa, maana wamempuzi Mwenyezi Mungu, wamepuzi maandiko matakatifu. Wanatengeza sheria zao zenyewe, wanafikiri wana uwezo wa kubadilisha sheria. Katika Senate, katika bunge, mnabadilisha sheria. Tulikataa ile katiba ili ruhusu mume na mume kuoana. Tulikataa ile katiba iliyoruhusu mke na mke kuoana. Tulikataa ile katiba iliyoruhusu kuavya mimba, abortion. Tulikataa. Mbona mnataka kurudishia mlango wa nyuma? Kwa nini mnataka kurudishia mlango wa nyuma? Why you want to snatch in the back door? Mnataka kwenda kurudisha tena. Ninawaonya nyinyi wabunge, maseneta, mkirudisha hiyo sheria hamtaepuka hukumu wa Mungu. Hamtaepuka hukumu ya Mungu. Muende kuona wale wenzenu ambao wameritaya. Wale walikuwa waheshimiwa miaka hiyo tangu tupate uhuru. Wafuateni wengine muone vile wanaishi. Alafu mjue na nyinyi mnaenda wapi. Usikuta kuwa mheshimiwa milele. Uheshimiwa ni sasa. 2022 atachaguliwa mwingine. Na wale ambao tunachagua, tunaambiwa Kenya na Wakristo wengi, chagueni watu wenye maadili, watu wanamcha Mungu, watu wanajua mambo ya Biblia na vitabu vitakatifu, watu ambao wataenda kutunga maadili ambayo inamuinua Mungu, si watu ambao wanaenda kukejeli sheria ya Mwenyezi Mungu. Not the people who are going to blaspheme the commandments of God and the word of God, and to think preachers are just like robots. Mnafikiri sisi ni robots tu, ni watu hivi? Wewe unafikiri mimi nimehubiri miaka 50? Unafikiri serikali ngapi, marais wangapi nimewasafu na wameenda wameniacha mimi bado nahubiri?
wameritaya, wengine wameaga, wameenda, na mimi bado nahubiri injili. Mimi si retire, na refire, na ninahubiri mpaka Yesu aje ama niite. Na mimi sipotei. Biblia inaniambia kwamba hata wale the people, Biblia inasema my people, enter yourself into your chambers, hide yourself for a moment with until danger passes over. Moja ya maadili ya corona, one of the COVID-19 protocols is to stay at home. Lockdown, you are being locked in your locality, not to go outside your locality, so that you don't spread or catch those viruses. It was there. The Bible says, hide yourself, my people, in your chambers until the danger passes. Msifikiri mmeleta hii saa hii. Nabii Isaya miaka hiyo zaidi ya 2000 kabla Yesu kuzaliwa alitabiri, akasema, jificheni watu wangu, ingieni katika vyumba vya ndani, mjifungie mpaka hatari tauni ipite. Na ndio sasa mnaambiwa mjifiche, msitangatange, msiende vile na vile, msijumuike na watu hivi, social distance. Wakristo, Biblia inatuambia msifunge nira na wasioamini, don't joke together with unbelievers, the pagans. Msitangamane na wasioamini, msishikane. Biblia inatuambia hivyo. Ndio naona tunaambiwa hata kanisani tuwe distance, mmoja na mwingine, usiguse mwingine. Hiyo ni maadili pia ya Kikristo. Tukae mbali na wenye dhambi, tukae mbali na wale wenye maadili ambayo hayapendezi. Social distance or spiritual distance from them. Tujitenge kiroho. Na Biblia inasema the Lord cometh to punish the inhabitants of the earth. The Lord cometh to punish the inhabitants of the earth. Mwenyezi Mungu anakuja kuadhibu wenyeji wanaokaa duniani, raia, wananchi wa dunia. Haijalishi unasema mimi ni Mkenya, Mtanzania, Uganda, sijui wapi, Muamerikano, Mueuropeano, Australiano na whatever, Latin Americans, Mcanada, no matter, ama Mrusi, Mchina, Mwindi, unaweza kujiita mkomunisti, msocialisti, mdemokrasia, mlengo gani unafuata, haijalishi. Tunaenda mbinguni, tunaenda kwenye kiti cha hukumu. Wapendwa, leo huko juu unapita na gari kubwa na security kubwa, unafikiri wewe ni bora sana. Kifo kitakutoa hapo. Kifo kitakutoa. Na wengine msipochunga, corona itawatoa. Itawadondoa pale, itawanyakuwa hapo. Utajikuta kwenye kiti cha enzi. Utajikuta umefika kwenye kiti cha enzi pasipokuwa tayari. Pasipo wewe kutarajia, utajikuta umeingia katika kiti cha enzi. Na Biblia inasema nini? Ukifika kwenye kiti cha enzi na hujamwamini Yesu, ni kama kwenda mbele za raia, huna mask, huoshe mkono, usanitize, ujisocial distance. Watu watakutoroka, kila mtu atakutoroka. Na wapendwa, nyinyi ambao mnaona watu waovu, majambazi, criminals, waviaji mimba, watu ambao marepis, watu wanaua watu, jitengeni nao kama vile mnajitenga na watu wenye virusi. Afadhali kumgusa mtu mwenye virusi kuliko kugusa mwenye dhambi, mtu mwovu, mtu criminal, mtu gaidi. Ni heri mtu mwenye virusi, hata unaweza kushika dosi ya ambukizo, lakini ukishirikiana na mwovu, mtu kafiri asiyemcha Mungu, hivyo ni virusi hatari kabisa kuliko corona. Kwa sababu ukifa navyo hata mbele za Mungu hufiki. Utaenda moto wa milele. Corona itakuua tu, itakutoa duniani, itakunyima ugali tu.
Utalala mavumbini, na hivyo kila mtu atalala mavumbini. Hakuna mtu atalala mavumbini, kila mtu atakufa. Biblia inasema imewekewa kila mtu kufa mara moja, kila mtu kufa mara moja, si mara mbili. Once to die, after that is judgment. Kwa hivyo kila mtu ataaga tu dunia, kila mtu atakufa, haijalishi utakufa kwa kifo gani. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba Mungu, dunia, the earth shall disclose her blood. Watu wengi wanauawa, wanachinjwa, wanakatwa vichwa, wanalipuliwa na mabomu, wanapigwa risasi, damu zao zinatiririka katika ardhi. Nabii sana anasema dunia itafunua damu mnayomwaga. Mnaua watu, mnarepu wasichana wadogo, wamama, mkisha warepu mnawachinja, mnatoa macho, mnafikiri mnajificha. Biblia inasema dunia itadhihirisha hizo damu, na ikidhihirisha hizo damu pale zimemwagwa, itaonyesha ni nani aliyemwaga hizo damu. Usifikiri kwamba nitaua mtu, niliende kwa mganga uwe kondoo. Hata kaua ndugu yako pia, damu yake hawezi kufunika. Biblia inasema damu ya mtu, ukimwaga damu ya mtu lazima umwagwe yako. Ndio Agano la Kale lilisema jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu. Ukitoboa mtu jicho na lako litobolewe. Usikie utamu kutoboa jicho la mtu. Kwa hivyo Yesu tu amekuja kutupa msamaha wa dhambi. Lakini usifikiri utaenda kwa mganga, usifikiri utajificha, usifikiri utaonga polisi, usifikiri utaonga hakimu, jaji, usifikiri utachukua advocate ndiye akutetee, abadilishe mauaji, afanye manslaughter, aseme ni bahati mbaya, ushaua. Hiyo ni Yesu peke yake anaweza kuondolea hiyo dhambi. Na Biblia inasema kwamba huyo maiti kuna siku ataamuka kutoka mavumbini, na huyo mauti ataimba, na kama ataimba atasema ni nani ulimuua. Kwa hivyo wale mliua, anzeni kujitetea kwa kutubu, anzeni kujitetea kwa kumrudia Mungu ili msamehewe dhambi. The earth shall no more cover has slain people. Biblia inasema dunia haitafunika tena wale watu walikufa. Wale mnazika, mnaweka msalaba, mnasema imekwisha. Waluya wanasema luweye kulangwa papa, luweye mheshimiwa, luweye Nyasaye akulinde. Imekwisha mheshimiwa, kuitwa mheshimiwa kwisha. Heshima zimekwisha, kuitwa baba, kuitwa mama, kuitwa nani, whatever, kwisha. Kifo kikisha kuja, kwisha. Uprofesa, udokta, unini, ubishopu, uapostoli, whatever cheo, inaisha hapo. Kwa hivyo dunia itawatoa wote ambao wamewekwa makaburini, ambao tunazika, tunasema kwa vile imekupendeza Baba Mwenyezi Mungu kuchukua roho ya fulani wa fulani, tunaweka mwili wake, tunarudisha katika udongo ambapo ulitoka, ukingojea siku ya kiyama, ambao wafu wote watasikia sauti ya mwana wa Mungu, na wote wanalao mavumbini wafufuke kuja kumlaki mawinguni. Unaona uzuri, utamu wa Ukristo. Sisi wa Kristo hata tunapozika mtu hatusemi tumepoteza, hatusemi Mungu amempenda amemchukua, hatusemi mlaze mahali pema peponi. Tunakupeleka tu pale ambao Mungu anasema tukupeleke. Tunasema wewe Baba, imekupendeza kuchukua roho yake. Mungu ndiye anachukua roho yako, na yeye ndiye anajua naipeleka wapi, maana mwenye kuhukumu roho na kujua matendo ya rohoni, yale ya rohoni ni Mwenyezi Mungu, sio mwanadamu, sio kasisi anayekuzika, sio shehe anayekuzika. Hapana, ni Mwenyezi Mungu ambaye ulifanya matendo yako mbele zake, ndiye anachukua roho yako, na yeye ndiye anajua anaipeleka wapi, kama ni uzima wa milele ama kama ni jehanamu ya milele.
Kwa hivyo msingojee ati mtaombewa, mtaswaliwa ndio mwende mbali pema. Haiwezekani. Ndio yako nitenda, matendo yako itakupeleka. Kwa hivyo jitayari, niwe tayari. Ninamalizia ujumbe wangu kwa kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati. We are going to read from the book of Deuteronomy, chapter number 29, verses 26 to 29. Then I will come to the end of my message today, and the blessings of God will remain with you and guide you. Deuteronomy chapter 29, 26, 29. For they went and served other gods and worshipped them, gods whom they knew not, and whom he had not given unto them. And the anger of the Lord was kindled against his land, to bring upon it all the curses that are written in this book. And the Lord rooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them into another land, as it is this day. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Now, my viewers, this is the secret. Human beings are bound to forget. After God delivering the children of Israel from slavery, 40 years slavery, and sending them to the promised land, they forgot him, started serving strange gods, worshipping other gods which are not gods, which are the art, the work of the hands of men, which are creators. They started worshipping the sun, the moon, the stars, the images. They start worshipping things, animals. Even the people today are worshipping animals, cows, whatever. Others are worshipping evil spirits, demons. Others, shame on you. You call yourself devil worshippers. Worship the devil. Devil was created by God, and he rebelled, and he was punished. You say you are worshiping him. You will perish with the devil. God said he is going to judge the people. He is going to bring judgment. And I have always told you since the advent of COVID-19 that this is the punishment from God. Because God said he is going to judge the people for forsaking him and serving strange gods. Forgetting him and serving strange gods. God is going to judge you. And God is going to judge the world. And God is already judging the world. According to the calamities and the things that are happening. Don't just cry because you have lost your beloved ones. Make sure that yourself you are following the right way. This one must be have God and he knows Jesus as their personal Savior. And you don't know him. You are the one who's slow. Who's lost? The Bible concludes to say, this scripture chapter concludes to say, the secret things belongs to God, our God. But the revealed things, those things that are unveiled, those things that you call, they are discovered. Now, you see, coronavirus is a secret virus. No man has seen it. It is secret. And the Bible says the secret things belongs to God. I want to assure you that it's only God who knows what is coronavirus. And now you are struggling to discover this virus so that you can find out the vaccine or the medicine that can cure it, that can kill it, so that people don't die in big numbers. The secret belongs to God. Thank God for those nations, and Kenya has become one of them, that have given the green light to the churches to start worshiping again. And I would like to consult our president and tell him to open more so that more people will go to the church.
It's there. It's the only place where God is going to worship. Open the worshiping places. Let people watch God, because it's only God we serve who has got that secret. Whom, when we pray, He will reveal this secret of coronavirus to us, because it is not revealed. And I'm not talking my own words. I'm reading to you the Bible. Deuteronomy 29:29. The secret things belong to God. The revealed things belong to us and our children and our children's children. Yale ya siri ni ya Mungu peke yake. Na yale ambayo yamefunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Wimbo nasema, Baba tuliye mbinguni, aliye juu pa malaika, na siri zote za moyoni zajulikana na Baba, na siri zote za moyoni zajulikana na Baba. Zamani nisijapomjua, alikwisha kuandika mkononi mwake jina langu, ndilo upendo wake mkuu. Hata unywele kichwani hauanguki ovyo tu, na siri zote za moyoni zajulikana na Baba, na siri zote za moyoni zajulikana na Baba. Mwenye kujua siri zote mpaka za mioyoni mwetu, moyo wa kila mmoja, awe mfalme, awe chokora, awe nani, siri zote za nchi mbalimbali za dunia, siri zote za silaha mlizoziweka, siri zote za watu mnaoua na kuficha na kuchinja na kuchoma na kufanya nini, zinajulikana na Baba. Amen. Na kuna siku atazifichua na utashangaa. Dunia itakataa kuficha siri tena, itafichua zote, utashangaa. Nasema, ninamaliza kusema kwamba Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu awaongoze. Na kama umesikia neno la Mungu unasema tafadhali, nabii wa Mungu, usimalize bila kuniombea. You say, please, prophet of God, pray for me. I want to join this army of the Lord that will come out of the graves and sing a new song and live again. I want to live on the right side. I want to live on the wrong side. I would like to lead you to the Lord today. Wherever you are, bow down your head, repeat after me these few words, and Jesus Christ will come to you and abide in you and give you a new life, a new creation. And if you are sick of any sickness, I'm saying any sickness, because with God there's no limitation. All names are subject to the name of Jesus, because the name of Jesus is above all other names in heaven and on earth. So every sickness and disease will bow at the name of Jesus. Pray with me if you want to receive Jesus as your personal Savior. Just repeat after me. Heavenly Father, I'm a sinner. I have heard your word. I've accepted that Jesus to be my Lord and my personal Savior. I believe that Jesus is the Son of the living God. He died on the cross to save me from my sins, and He forgives all my sins, and He heals all my sickness. Thank you, Father. For receiving me. Just bow down your head. If you are sick, please just lay your hand where you are suffering. Kama na ugonjwa wa moyo, weka mkono kwa moyo wako. Nguvu za Mungu zitaingia katika moyo na utapona. Wewe huwezi kupumua, kifua kimegandamana, weka kwa kifua chako ama kichwa popote ulipo, and pray with me.
And as I pray, God is going to touch you. Father, in the name that is above every other name in heaven or earth, the name of Jesus Christ, Son of the living God, by the power and authority you have given the believers to cast out devils and heal the sick, I command those disease and sickness and pain in the body of my viewer to die in the name of Jesus. I command healing to take place right away in Jesus' mighty name. Receive your miracle and receive your healing. Be set free in Jesus' mighty name. Be delivered. Ask this in the name that is above all other names in heaven or earth. The name of Jesus Christ, Son of the living God, we pray and we thank you, Father, for the answered prayer. Amen. God bless you. God keep you. Shalom. Shalom. Until we meet again. God bless you. Well, that has been a very powerful sermon from the man of God. You have just heard. We hope that you're going to act upon it. Remember, we usually say faith without actions is dead. So please listen to the words that the man of God has said. Listen, read your Bible and see what the Lord has planned for you in your life. I hope you've been blessed wherever you are, and I hope you're taking notes. Always share with your friend, share the word with your friend so that they can be blessed too. Because ukipata kitu ndugu yangu, alafu unatumia peke yako, it's not good, it's not good. So share with your friend, let them be blessed also, and make sure you write to us what you have been experiencing through this almost 8 weeks that we have been on air. So please feel free to share with us. And you'll be blessed. Just to remind you, you can send your prayer request, you can send any message you can share with us what you're going through our telephone number 0728-445-003. You can also write us an email, jgcmheadquarters@gmail.com. Now you can also follow us on Twitter and Instagram at jgcm_Kenya and Facebook and YouTube at Jesus Generation Crusaders Mission. Remember to like, subscribe, share, and click the notification bell. And whenever we'll be releasing a new video, you'll be the first one to be notified. But first, we'd like to appreciate all our partners that have been standing with this ministry, sending your offerings, your tithe, and any other designated giving. We'd like to say God bless you and to remind you, you can continue to send your offerings, your tithe, your church account, and any other designated giving through our M-Pesa number 0728-445-003, and also through our Prime bank account number that will be going right across your screen. Now remember, churches imefunguliwa maze. Abraham, how have you felt the physical church? Very good. I had really missed this the fellowship with the brethren in the church, singing and uplifting the Lord. I really missed this. Maze, don't miss. I've seen a lot of people wamekuwa kikam. I really appreciate that for you coming early. So next time, please welcome a friend. Karibu katika kanisa, physical church. Apart from listening to the word of God live on air, please make sure you join us during Sunday service. Now remember, JGCM is a family church, and we are God's peculiar people. Shalom.